kuandika katiba ya Tanzania. Kwa hiyo ikaandika ya CCM, ikaandika na katiba ya Tanzania mwaka 77. Tanzania ilipoingia kwenye mfumo wa vyama vingi, kilichoingizwa kwenye katiba ikawa ni ibara tu ya kwamba nchi na mfumo wa vyama vingi, lakini msingi wa katiba ukabaki ule ule wa katiba ya mwaka 77, kwa sababu serikali iliogopa uhuru wa watu kwenye mfumo wa vyama vingi vya siasa. Serikali hii inayogopa nguvu yenu. Nguvu yako wewe mwananchi ni kura yako. Uwezo wako wa kuamua ama kiongozi awe madarakani au aondoke ni nguvu yako. Serikali hii kwa kuiogopa nguvu hiyo ikatunga sheria mbovu za uchaguzi. Sheria ya uchaguzi mwanzoni ilikuwa ya mwaka 85 na sheria ya uchaguzi ya mwaka 79. Mwaka 2024 serikali ikasema sasa inaandika sheria mpya. Inaandika sheria mpya ya uchaguzi ya udiwani, ubunge na urais, na inaandika sheria mpya inayoitwa ya tume huru ya uchaguzi. Lakini badala ya kuandika sheria mpya ya kutoa mamlaka kwa wananchi kuweza kuchagua kiongozi unayemtaka, serikali hiyo hiyo kwa kuogopa tena wananchi, ilichokifanya mwaka 2024 ni kuchukua sheria ya mwaka 79 ya uchaguzi wa serikali za mitaa ya udiwani na sheria ya mwaka 85 ya uchaguzi wa ubunge na urais. Sheria zile zilikuwa kwenye lugha ya Kiingereza, wakazigeuza ikawa kwenye lugha ya Kiswahili, alafu wakaziunganisha kuwa sheria moja, alafu eti wakaita wametunga sheria mpya ya uchaguzi. Lakini masharti ni yale yale ya hofu iliyokuwepo toka wakati wa mfumo kwa chama kimoja. Hofu ya wewe mwananchi kupata mamlaka ya kumweka kiongozi madarakani na kumuondoa kiongozi madarakani. Na ninavyosema, serikali hii inaogopa nyinyi wananchi. Sisemi kwa kuwasingizia. Sisi tulibahatika kuitwa na Rais Ikulu Chamwino mwezi Mei mwaka 2022. Tukafika tukakaa mezani. Rais yuko hapa, sisi viongozi wa Chadema tuko hapa. Tunazungumza naye. Tukamweleza Rais Samia matendo yaliyofanywa na Magufuli kwa sababu ya hofu juu ya wananchi. Matendo ya hujuma kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa 2019. Matendo ya hujuma kwenye uchaguzi wa mwaka 2020. Rais akajibu akasema kweli Magufuli alikosea. Tukamweleza nini kifanyike. Tukamwambia suluhisho ni kurudisha mamlaka kwa wananchi kwa kufanya mambo mawili makubwa. Tulikuwa na hoja 11, lakini kati ya hizo 11 mambo mawili tukamwambia rais haya yapewe kipaumbele. Moja, tukamwambia rais kuna mchakato ulifanyika wa kuandika katiba mpya ya nchi. Wananchi wakapewa mamlaka ya kutoa maoni yaliyokusanywa na tume ya Jaji Warioba. Maoni ya wananchi yalikuwa mengi kweli. Walipofika Singida hapa, tume ya Warioba ilipofika hapa, wananchi mlilizwa maoni. Wapo mliotoa maoni tuwe na tume huru ya uchaguzi. Wapo mliotoa maoni wananchi wana mamlaka kwamba diwani au mbunge asipotekeleza matakwa ya umma usisubiri uchaguzi, wananchi waweze kumuondoa kabla hata uchaguzi mkuu. Jaji Warioba akapokea maoni hayo, akaingiza kwenye rasimu ya katiba ya Warioba. Tukamwambia rais vile marekebisho kwenye katiba kwenye ibara ambazo zinafanya uchaguzi usiwe huru na haki. Rais akasema basi tuunde timu ya mazungumzo ili tuzichambue hizo ibara. Ikaundwa timu ya watu 5 ya serikali na CCM kiongozwa na Kinana. Ikaundwa timu ya 5 ya Chadema ikiongozwa na mwenyekiti Freeman Mbowe. Mimi nilikuwa sehemu ya hiyo timu ya 5
Makamu mwenyekiti John Heche alikuwa katibu mjumbe wa kamati kuu, alikuwa sehemu ya timu. Tukakaa nao. Hizi ibara zote hizi za katiba hapa alizozisoma mwenyekiti wetu wa kanda ya magharibi wakili Matata, ibara zote hizo tukaanza kueleza. 74 si ibara ndogo ya kwanza, ondoa mamlaka rais kuteua tume, tukawaambia futa hiyo katiba inayosema kwenye ibara 41 ibara ndogo ya 7 matokeo rais kutokujua mahakamani, futa. Tukawaambia futa kwenye katiba ibara ya 74 ibara ndogo ya 10 inayosema kwamba tume ikifika hapa Singida kusimamia uchaguzi inalazimishwa kwa katiba, lazima itumie watumishi wa umma. Tukawaambia futa kwenye katiba ibara ya 74 ibara ndogo ya 12 inayosema kwamba eti tume hata ikiengua mgombea wa upinzani au ikizuia mpinzani kufanya kampeni huwezi kwenda popote hata mahakamani. Ibara ya 74 ibara ndogo ya 5 inampa mamlaka rais ambaye ni mwenyekiti wa CCM kuondoa tume wakati wowote. Tukawaambia yote hayo. Tukabishana nao. Ukapita mwaka mmoja. Mwezi Mei mwaka 2023, baada ya kuwabana sana watupe majibu juu ya kufanyika kwa marekebisho hayo, wakatujibu kwa mdomo na kwa maandishi kwamba CCM hawako tayari kwa katiba mpya, hawako tayari kwa marekebisho yoyote ya katiba yanayohusu uchaguzi. Mambo yote wakatuambia tusubiri mpaka baada ya uchaguzi wa mwaka 2025 tuyajadili kuanzia mwaka 2026. Tulipowabana sana tukagundua kumbe kitu kikubwa ni hofu walionayo kwamba marekebisho hayo yakifanyika Rais Samia na CCM wataondolewa madarakani kwa nguvu ya sanduku ya kura kwa wananchi. Sasa sisi tukajiondoa kwenye mazungumzo na maridhiano. Tukasema turudi kwenu nyinyi wananchi, kwa sababu nyinyi ndio wenye nchi. Katiba ya Tanzania pamoja na ubovu wake, ibara ya 8 ya katiba inatamka maneno yafuatayo: mamlaka na madaraka ni ya wananchi. 1. 2. Lengo la serikali ni ustawi wa wananchi. 3. Katiba inatamka serikali itawajibika kwa wananchi. Kwa hiyo ibara ya 8, mamlaka na madaraka ni ya kwenu. Tumerudi kwenu ili tushirikiane, tuweke msimamo wa pamoja kwamba bila mabadiliko hakuna uchaguzi, no reforms, no election. Sasa kwa sababu nyinyi ndio wenye nchi, sisi Chadema tuliweka msimamo tu huu kwa niaba ya wananchi. Lakini huu msimamo umetokana na nyinyi kuibiwa kura. Lazima tuongeze nguvu kwenye kuipaza. Na namna ya kuipaza sauti sio sisi viongozi tukuzungumza jukwani. Ni pamoja na nyinyi viongozi kuzungumza kwa namna mbalimbali. Mimi faraja ninayoipata kwa kweli ni kwamba sasa hii kauli mbiu na huu msimamo wa no reform no election ni msimamo ambao hata kwenye mitandao ya kijamii sasa umetamalaki kweli kweli. Hongereni sana wananchi. Na kwa kweli niwapongeze wote. Nimpongeze Mange Kimambi, nikupongeze wewe wa Singida hapa ambaye walikuwa watawala wakiandika tu. Yani Rais Samia akiandika tu au chao wake wakiandika tu, na wewe unawapandia pale juu ama Instagram au Facebook au Twitter au popote pale X au kwingine, na wewe unasema jukwaa kama hili iwe ni kwenye kijiwe cha kahawa, piga no reforms no election. Mama yangu pale ukienda saluni waambie no reforms no election. Ndugu yangu kule ukienda msikitini waambie no reforms no election. No reforms no election. Kila mtu akisema kila mahali no reform no election. Ukipanda basi, ukienda kijijini kawaambie no reforms no election. Wimbo huu, nguvu hii ya watawala, hata wakizima mitandao bado tutawashinda kwa sababu sisi tuna nyinyi, tuna watu wengi ambao mnaunga mkono no reforms no election.
Sasa ndugu zangu wa Singida, tulipochukua msimamo huu wa no reforms no election, hawa watawala hawa ambao wamechelewesha reforms, mabadiliko, mageuzi kwa muda mrefu. Mara ya kwanza mabadiliko yamedaiwa ni wakati wa mchakato wa nchi kuingia kwenye mfumo wa vyama vingi. Naona makamu mwenyekiti anaingia. Ni ishara kama makamu mwenyekiti Mheshimiwa Heche anaingia. Webu Ndugu mtazamaji wa Mo TV, anayeingia hapo ni mwenyekiti msaidizi wa chama cha Chadema, akiingia kwa mbwembwe kabisa hapo na mapokezi ndo ya river hapa. Watu wanaenda kumpokea mheshimiwa makamu mwenyekiti wa Chadema, chama cha kidemokrasia na maendeleo hapa Tanzania. Ndo anafika sasa hivi ili aweze kuongea na wananchi wa Singida. Ameona sio mbaya leo aje watembelee hapa. Hakika watu wamejaa sana na watu walikuwa na furaha sana hapa. Mara baada ya kufika tu watu walikuwa na furaha sana, wakimshangilia huku na huku na wakipiga makelele mbalimbali, shangwe za upendo. Kama tunavyoona hapo, mwenyekiti wetu msaidizi ndo anaelekea jukwani kwa ajili ya kuongea na wananchi wa Singida. Ukiangalia hapo watu wako na furaha sana mara baada tu ya kumuona makamu mwenyekiti wa Chadema. Watu wamefurahi sana, wameshangilia sana. Ewe mfuatiliaji wa Mo TV updates, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Pia unaweza kushare video hii kwa watu wengine ili waweze kupata habari mbalimbali zinazoendelea hapa kwa uhakika zaidi. Hatuna udanganyifu wowote. Karibu sana. Makamu mwenyekiti, karibu sana. Karibu sana. Mimi pamoja na kuwa ndo nilikuwa nimeanza kuupasha, lakini kwa sababu muda umesogea, nataka moja kwa moja kumkaribisha makamu mwenyekiti ili aweze kuzungumza na nyinyi. Kwa mheshimiwa makamu mwenyekiti, karibu sana uzungumze na watu wa Singida. Karibu sana. Haya, Singida, punga mkono tusalimiane. People, no reform, bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Ndugu zangu watu wa Singida, tumekuja kwenu kuzungumza na nyie. Naomba kuwe na utulivu hapo, magari yote yaondolewe hapa tafadhali. Yondoe magari yote, tuwe na utulivu, ibaki gari hii. Tumekuja kwenu kuzungumza na nyie kwenye operation ya chama ambayo wote mmeisikia. Uongo kweli? Tumezunguka nchi nzima na wiki hii tutamalizia Tanganyika nzima na tunarudi Dar es Salaam kwa ajili ya kanda ya Pwani. Operation maalum ya chama inayozungumza kuhusu uchaguzi wa nchi hii na matatizo ya nchi hii. Matatizo yetu ni makubwa ya kiuongozi, na matatizo ya kiuongozi
yanatokana na kuwa na siasa mbaya. Ndio maana tumezunguka kuzungumza kuhusu uchaguzi. Sasa kwa sababu nchi hii inaendeshwa kwa propaganda, ni rahisi sana wakaja kuwaambieni, wale wanazungumza kuhusu uchaguzi kwa sababu ni maslahi yao. Uongo kweli? Manake nchi hii kwa hapo ilipofikishwa, ni rahisi ukamwambia mwanaume, unajua wewe ni mwanamke, akakimbia kwenda kujichungulia kama kweli ni mwanamke au ni mwanaume. Nasema wewe. Ndio maana watu unatembea kwenye nchi hii unakuta mabango, mvua ikinyesha, mvua ya mama, watu wa kikohozi cha mama, ni mama 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 mama. Sasa kwa hali ilivyo, watu wetu wanaongozwa kwa propaganda nyingi. Ni rahisi wakaja wakawaambia, jambo la kwanza, ili nchi endelee inahitaji watu. Watu tunao milioni 63. Jambo la pili, inahitaji ardhi. Ardhi tunayo. Jambo la tatu lilosema mwalimu ambalo tunamisi ni siasa safi na uongozi bora. Mambo mangapi? Kama ni ardhi, nchi yetu imejaliwa ardhi kubwa, kilomita za mraba 945. Ukichukua Kenya, ukichukua Rwanda, ukichukua Burundi, ukichukua Uganda, ukiziunganisha kwa pamoja, zina kilomita za mraba 890. Sisi peke yetu niwaambia ngapi? 945. Na ardhi duniani, ukiona mapinduzi yoyote, ukiona vita yoyote kwenye dunia hii, vita inapigana kwa sababu ya ardhi. Kwa sababu tunapozungumza ardhi, hatuzungumzi huu udongo peke yake, tunazungumza na vyote vilivyomo. Ardhi yetu imebeba nini? Ardhi yetu ndio ardhi pekee duniani, dunia nzima, ambayo ina madini yanaitwa Tanzanite. Hayapatikani kwingine kokote duniani isipokuwa Tanzania. Hiyo ni ardhi. Ardhi yetu ina ziwa lenye upana kuliko yote Afrika, la pili duniani, ziwa Victoria, liko Tanzania. Ardhi yetu ina ziwa lenye kina kirefu kuliko yote Afrika, la pili duniani, ziwa Tanganyika. Ardhi yetu imebeba mlima mrefu kuliko yote Afrika, wa pili duniani, mlima Kilimanjaro. Ardhi yetu ni ya tatu kwa kuwa na dhahabu nyingi kwenye dunia hii. Ukianzia Tarime ni dhahabu, kienda kisogea kidogo Msoma vijijini dhahabu, ukija unaingia Ngudu ni dhahabu, ukienda Bariadi ni dhahabu, ukienda Nzega ni dhahabu, Kahama ni dhahabu, Geita ni dhahabu, Njobu Liankuru ni dhahabu, njoo hata kwenu Wanyampaa Singida kuna dhahabu. Nenda Chunya, nenda mpaka Ruangwa kwa waziri mkuu, kila kona ya nchi ni dhahabu. Ni nchi ya tatu kwa kuwa na dhahabu nyingi duniani. Ni nchi ambayo ina madini yenye nickel na cobalt yanayotumika kutengeneza injini za ndege na betri za simu. Sijui hata kama mnajua yanatoka Tanzania, yanatoka Kabanga, Kagera, Tanzania hapa. Ni nchi yenye madini yenye urani, madini ya uranium yanayotumika kutengeneza mabomu ya nuclear, yanatoka Tanzania. Nchi yenye gesi, futi za ujazo trilioni 54.5. Nchi yenye makaa ya mawe, nchi yenye chuma. Ukienda Rudewa, Njombe, Mungu ametuwekea mlima wa chuma ambao tunaweza kutumia kwa miaka 100. Maana pengine Mungu aliwawekea chuma chini ya ardhi wanachimba. Sisi aliweka mlima, na akatuwekea makaa ya mawe ya kuyeyushia, na akatuwekea pale Singida, pale Iringa, mchanga wa kusafishia. Akatupa chuma. Kuna nchi ambazo Mungu ametoka Mtwara mpaka Tanga na nautical maili 200 kuingia ndani. Ametupa gesi, futi za ujazo trilioni 54.5. Kwa hiyo tukizungumza kuhusu ardhi, ni ardhi iliyobarikiwa sana. Kwa nini watu wetu ni maskini? Kwa nini watu wetu
Kwa nini vijana wetu hawako kazini, hawako kwenye viwanda, hawako kwenye migodi, wanashinda kufanya betting katikati ya utajiri? Bob Marley anasema kwenye wimbo wake wa Rat Race, in abundance of water a fool is thirsty. Katikati ya wingi wa maji ni mjinga anaweza kuwa na kiu. Kwa nini vijana wetu hamna kazi? Kwa nini watu kwenye nchi nzuri hii wanalala njaa? Kwa nini watu wetu ni maskini? Miaka 63 baada ya uhuru. Na wakumbusha alichosema Mwalimu, ili nchi iendelee inahitaji mambo mangapi? Inahitaji watu, inahitaji ardhi, inahitaji siasa safi na uongozi bora. Watu tunao, ardhi tunayo iliyobarikiwa. Tunachokosa ni siasa safi na uongozi bora. Elimu yetu ni aina gani? Steve Biko, mpigania uhuru wa watu weusi Afrika Kusini aliyeuawa wakati wa ukaburu, alianzisha movement inaitwa Black Consciousness, kuamsha watu kutoka usingizini. Moja ya quote yake maarufu anasema, of the oppressor is the mind of the oppressed. Watu wa Singida, watu wa Singida, watu wa ardhi ya Tundu Lissu, tunahitaji kubadilisha nchi. Inawezekanaje? Inawezekanaje ndugu zangu? Inawezekanaje kwenye nchi tajiri kama hii imegeuzwa kuwa dampo la kila kitu? Mwalimu Nyerere alijenga mekanizmu za kuweka nchi hii itake off kiuchumi. Vyote vimeuawa. Viwanda alivyoanzisha Mwalimu vimeuawa. Migodi aliyosema watu wangu wakipata akili watachimba imekabidhiwa kwa wageni. Nchi yetu inauzwa. Kila kitu kinagawanywa. Kila kitu kinatapanywa. Watu wetu wanabaki maskini. Nchi inaenda iko kwenye autopilot. Kila anayenyanyua mdomo anauawa. Watu wanatekwa. Nimeambiwa hata hapa Singida kuna shehe ametekwa. Hajulikani alipo. Tunaishi kwa mashaka kwenye nchi yetu wenyewe. Hakuna anayejua kesho yake ikoje. Inawezekanaje? Katiba yetu ibara ya 8 nitawasomea na ni kwa nini tunazungumza kuhusu uchaguzi. Katiba hii inasema Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hiyo ni ibara ya 8, ni nchi inayofuata misingi ya demokrasia na haki jamii, na kwa hiyo wananchi ndio msingi wa mamlaka yote. Serikali itapata madaraka na mamlaka yake yote kutoka kwa wananchi kwa mujibu wa katiba hii. B, lengo kuu la serikali itakuwa ni ustawi wa wananchi. C, serikali itawajibika kwa wananchi. Ibara ya 9, lengo kuu la katiba hii ni kuwezesha ujenzi wa Jamhuri ya Muungano na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar au chochote kati ya vyombo vyake na udugu na amani, kutokana na kufuata siasa ya ujamaa na kujitegemea ambayo inasisitiza utekelezaji wa msingi ya kijamaa kwa kuzingatia mazingira yaliyomo katika Jamhuri ya Muungano. Kwa hiyo mamlaka ya nchi na vyombo vyake vyote vinawajibika kuelekeza sera na shughuli zake zote katika lengo la kuhakikisha kwamba shughuli za serikali zinatekelezwa kwa njia ambazo zitahakikisha kwamba utajiri wa taifa unaendelezwa, unahifadhiwa na unatumiwa kwa manufaa ya wananchi wote kwa ujumla, na pia kuzuia mtu mwingine kunyonya mtu mwingine. Kifungu I, kwamba matumizi ya utajiri wa taifa yatatilia mkazo maendeleo ya wananchi na hasa zaidi yanaelekezwa kwenye jitihada za kuondoa umaskini, ujinga na maradhi. Katiba inasema hivi: serikali, msingi wa uwepo wa serikali itapata mamlaka kutoka kwako mwananchi, kutoka kwa wananchi. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba badala ya sisi wote nchi nzima hii tugeuke tuwe marais wa nchi, haiwezekani. Hakuna atakayepokea oda kwa mtu mwingine. Tunachagua mtu mmoja kwa niaba yetu awe rais, atuongoze sisi, tunakaimisha mamlaka yetu kwake. Na bunge
inasema kwamba serikali itawajibika kwa wananchi kwa kutumia nini? Kwa kutumia chombo cha wananchi ambacho ni bunge. Kwamba badala ya nyie wananchi wa Singida mjini, wananchi wa Tundu Lissu kule niko kuwa, wananchi wa Tarime, wananchi wa Mwanza, wananchi wa Lindi, Mtwara, wote twende bungeni kujiwakilisha. Wewe ukaseme maji, wewe ukaseme barabara, wewe ukasimamie kodi isiibiwe. Haiwezekani, hakuna ukumbi wa kututosha. Tunateua mtu mmoja kwa niaba yetu. Ndio maana katiba inasema msingi wa mamlaka ni nyie. Ili mbunge aende bungeni afanye kazi ngapi? Kazi za mbunge ni ngapi? Moja, kutunga sheria kwa ajili ya watu wake. Sheria nzuri, sio sheria mbaya. Kwa sababu sio kila sheria ni sheria. Wakoroni walitunga sheria ya kuuza na kununua binadamu. Na ulikuwa ukigoma kuuzwa, umevunja sheria, unashtakiwa na unashughulikiwa kwa kuvunja sheria, kwa kukataa kuuzwa. Kwa hiyo mbunge mnapomchagua kwa niaba yenu akatunge sheria nzuri. Mbili, mbunge ni taxpayer representative, ni mwakilishi wa mlipa kodi. Akakuwakilishe. Kukuwakilisha nini? Kuangalia pale kwenye chungu, hazina. Pesa yako inatoka, wewe ndio mlipa kodi, inatumika vizuri, inaleta maji, inaleta barabara, inakulipa mshahara, inafanya vitu vingine. Mwalimu aliacha viwanda vya nguo, Mwatex, Mutex, Da Textile, Sungura Textile. Mwalimu aliacha viwanda vya magodoro Dodoma. Mwalimu aliacha viwanda vya viberiti Kiba Matches. Mwalimu aliacha viwanda vya chuma. Ukienda Morogoro kulikuwa na viwanda vya magunia. Vyote vimeuawa. Vyote vimeuawa. Maana yake nini? Watu wa Singida, maana yake nini? Maana yake nini kwenye maisha yako? Sikiliza. Pale Arusha kulikuwa na kiwanda cha General Tyres. Mimi nimekuwa, babangu ananunua tairi za General Tyres. Maana yake nini? Maana yake pasi ikitoka Tarime inaingia kwenye kiwanda. Wewe ungeweza kutoka hapo kaenda kuomba kazi General Tyres Arusha. Uongo kweli? Ukapata kazi General Tyres. Ukipata kazi pale, ukilipwa mshahara, unakuja kujenga hapa Singida, unamwajiri yule kijana fundi. Yule kijana akipata hela ananunua mboga kwa huyu mama. Huyu mama akipata hela anamwagiza bodaboda amletee mboga. Bodaboda akipata hela anakunywa mafuta kwenye kituo cha mafuta. Yule mwenye kituo cha mafuta anamwajiri mlinzi. Mlinzi ananunua kitanda kwako. Wewe ukipata hela unakunywa chai kwenye mgao. Pesa inazunguka. Leo viwanda vimeuawa. Tuna bodaboda kila kitongoji nchi. Kuanzia kwetu nilikozaliwa Kitagasembe mpaka Mtwara, Lindi, kila kitongoji kuna bodaboda. Hakuna hata kiwanda cha kutengeneza tairi ya bodaboda. Pesa inatoka Iguguno, Singida. Inatoka Makiungu, Singida. Inakwenda China kuagiza tairi za bodaboda. Mnapataje ajira? Ina maana ajira yenu inasafirishwa kutoka hapa inapelekwa China. Leo kiwanda kingekuwa Singida cha tairi za bodaboda. Pesa ikitoka Iguguno inakuja Singida, inakuajiri wewe. Pesa ikitoka kule, yule mtu analala kwenye nyumba ya mtu hapa, pesa inazunguka. Leo inatoka hapa inaenda China. Tuna viongozi wenye akili hapa? Si hata kama mnaelewa ninachokisema nyie? Leo nchi, leo hatuna hata kiwanda cha kiberiti. Viberiti tunaagiza kutoka Kenya, Kasuku. Mwalimu aliacha kiwanda cha Kiba Matches. Kwa hiyo kiberiti kikiisha Singida, pesa inatoka Singida inakwenda kuagiza kiberiti cha Kasuku Kenya. Toothpick. Asante sana. Thank you very much. Toothpick tunaagiza China. Misitu iko hapa. Kwa kulima sunflower. Sunflower tunahitaji. Alizeti. Na Dodoma inajulikana kwa kulima alizeti. Serikali hii kwa mwaka jana, ukisoma takwimu za serikali, tumeagiza mafuta ya kura nje ya nchi. Sio tatizo la kidunia, ni tatizo linalotengenezwa na viongozi wajinga wasiokuwa na ubunifu, wasiokuwa na uwezo. Sikilizeni, si kuna dhahabu hapa Singida? Inachimbwa na kina nani? Kienda kule kwetu inachimbwa na Wachina. Ndio wako kwenye migodi. Wachina waingii kwenye mashimo. Wanaoingia ni vijana weusi wa Kitanzania. Uongo kweli? Wachina wao wanasubiri end product imeshatolewa, wanachukua wanaenda kuuza. Serikali imefanya matumizi
Kwa mujibu wa ripoti ya CAG mwaka jana, Controller and Auditor General, mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali, anasema serikali imefanya matumizi yasiyokuwa na tija ya bilioni 571. Matumizi yasiyokuwa na tija maana yake nini? Yaani CAG ametumia tafsida. Badala ya kusema naenda msalani, badala ya kusema naenda wapi, ukasema naenda msalani, sio? Unasema naenda msalani badala ya kusema naenda wapi? Sasa mkaguzi na mdhibiti mkuu ametumia tafsida kuficha ukali wa maneno. Angeweza kusema serikali imefanya matumizi ya kijinga au ya kipuuzi, milioni 571. Ndio hizo tunasikia mara goli la mama, sui kidogo cha mama, sui vichekesho vya mama, kila kitu. Hizo fedha nyie watu mna dhahabu, wangechukua yale machimbo yale maeneo yenye dhahabu, wakaunda vijana, vikundi vya vijana 100 mkapewa mitaji na mashine na krasha na madawa ya kusafishia, mkapewa maeneo ya kuchimba. Mkichimba, mkipata dhahabu, ukiuza nje, pesa inarudi kwenye mfuko wako, wewe unakuja kujenga nchi yetu. Unapompa Mchina, akitoa dhahabu, akienda kuuza nje, anajenga kule kwao, haendelezi nchi yetu. Sio kama mnaelewa? Hivi mnanielewa vizuri? Tunawezaje sisi nchi hii kuagiza ngano ya bilioni 560 kwa ajili ya kupika mandazi na chapati na sio na nini? Ngano tunaagiza kutoka Ukraine. Ukraine iko vitani, sisi tunanunua ngano kutoka Ukraine. Tunanunua ngano kutoka Saudi Arabia jangwa. Tunanunua ngano. Saudi Arabia wamechukua udongo Zimbabwe, wamechukua maji ya baharini, wanayaondoa chumvi, wanafanya kitu kinaitwa desalination, wanamwagilia. Sisi tunaagiza ngano kutoka kwao. Mwalimu alituachia mashamba Basotu ya kulima ngano ya kulisha nchi nzima.